Kwa sababu kwangu mie nakifanya ninakimanya Kiswahili barabara, basi utapata fika kuwa kuna baadhi ya shule ambazo kwazo hata kukupa kazi ni muhali ama ni vigumu sana. Kwa sababu zipi? Tayari wamekwisha kuhofia. Maana ni pale katika tu kujieleza tu. Ninapojieleza tu nianze kuangazia majina yangu nini, nianze kujidokezea hivyo, mtu atanahofia. Na mimi shule nyingi si uongo nimeitafuta kazi, nimeamua sasa nitafute kazi ili angani nisaidie wanagenzi au wanafunzi. Na nikaelezea Bwana Kubasu, Kiswahili chako haki ni nakiofia sana. Wakaniuliza haki mimi sioni ile hela nitakayokulipa. Maana tajriba nini yako bila shaka ni cha juu sana. Kiswahili fasaha cha handkerchief ni leso. Ni leso. Unanipata vizuri? Ni Kiswahili lakini nimekwambia katika wanyenzi tasnia Kiswahili tuna lahaja tofauti tofauti. Naam. Lakini hizo lahaja ukiangazia matamshi ya maneno ni tofauti. Na ndio maana nikwambia utasikia ukienda katika lahaja neno tulikuwa tunazungumzia handchifu ukitohoa katika mbinu ya utohozi. Utohozi ni mbinu ambayo kwa Bwana Collins unatoa neno fulani katika lugha nyenzi ya Kiingereza kisha unabadilisha tu maneno fulani na kuwa Kiswahili. Kwa Kiswahili kwa mfano television utaita televisheni, handkerchief handchifu, hiyo ukitohoa. Lakini Kiswahili fasaha ni leso. Sasa ukienda kwa mfano ukienda sehemu kama vile Tanzania, mtu atashinda. Ukienda pale useme unahitaji leso, unaenda pale unataka kununua leso, utapewa nini? Utapewa handchifu. Na labda wewe ulikuwa unataka kanga. Unaona? Na ukweli didi, tissue paper, tissue, karatasi ni inaitwa karatasi shashi. Sasa tissue ni shashi. Unaweza ita shashi au useme karatasi shashi wapo. Unaweza ni kama tu kwa kimombo utasema tissue au useme tissue paper. Sasa ukisema tissue kwa Kiswahili ni shashi na ukisema tissue paper kwa Kiswahili ni karatasi shashi. Unapata vizuri? Kuna neno ambalo pia unasikia wanatumia kwa mfano unasikia Buddha. Buddha wanasema ni baba. Hilo ndio natumai hiyo ndio lugha ambayo neno ambalo nalifahamu. Naam. Na ukiangazia katika Buddha Kiswahili na kipo katika lugha nyenzi yake. Lakini ni tofauti kidogo. Na maana Buddha maana yake ni mzee, hasa asiye na meno. Unajua mtu akishazeeka na upoteza meno. Basi akishapoteza meno sasa katika Kiswahili huitwa Buddha, mzee asiye na meno ambaye amepoteza meno kutokana na ule uzee wake. Lakini unapata hapa wanaita wanaita Buddha ni baba. Sasa sijui ni mbinu zipi itakuwa jambo zuri vema Bwana Collins uite vijana hapa ambao wanatumia hilo sana, watuelezeni sababu zipi, ni nini ni ushawishi gani ambao wao unawafanya waanze kutumia hizo nini. Kwa mfano hiyo waite baba ni utafiti gani wao unafanya ndio waanze kutumia lugha kama hizo ama maneno kama hayo? Hello guys, Nikolo hapa na Creative Television. Leo ni show mpya na tunashukuru Mungu kwa kutuwezesha kuona siku ya leo. At least leo tumekuja kuonyesha kuna show bado zinaendelea. Na leo tuko na mgeni vile tuliwaambia tutakuwa tuna host interviews watu wakiwa na stories zao mnakuja hapa tunashare. Na leo tuko na mwalimu mkubwa wa Kiswahili. Yes, so wacha nitamintroduce then from hapo tutaendelea. Niaje? Ya shukran sana Kolo. Ya shukran sana. Nashukuru Mathalani Dayani kwa kunenesha na kunipa siha anwai. Ya. Unajua leo utanipoteza kidogo lakini tutasonga. Haidhuru. Ya, so kwa majina utatueleza then tutaendelea. Haya basi, ahlan wa sahlan wa marhaba. Nashukuru sana mtazamaji ambaye sasa hivi watutazama, na bila shaka sinabudi kwa kwanza kwa kujieleza kinagobaga nalo nitakuwa tu nikiangazia kwa mwanzo majina yangu takrima kwayo tamrini. Basi mie muite Mwalimu Kubasu Wanyonyi, mwalimu aliyebobea katika lugha nyenzi tasnia Kiswahili. Naam.
Tunashukuru leo sana. Leo I think tutafundisha watu wengi sana. Ukweli shadidi sana. Nashukuru sana Bwana Collins kwa kunialika ama kwa kunipa mwaliko aula, na bila shaka chambilecho wahedi waliokulukuntu kubali wito ila katau witwalo iwapo halina maslani nawe. Basi mimi nimeweza kubali wito ili anga tuweze kufanya nini, kuelimisha watu kuhusiana na lugha nyenzi tasnia Kiswahili. So tunashukuru sana. So kuna hivi lugha ya Kiswahili inapotea Kenya. Kwanza tukianza unaweza semaje? Nashukuru sana Bwana Kolo kwa swali lako murwa sana, swali zuri, na bila shaka ni ukweli shadidi. Kiswahili sisi mie kama mwalimu wa Kiswahili, na nimefunza, nina tajriba ya zaidi ya miaka 10 tangia nianze kufunza somo hili la Kiswahili. Nina karibu miaka 14 maana nilianza mwaka wa 2012. Unajua Kiswahili kusomesha nilianza hata nikiwa bado shule. Nilikuwa na uweledi mwingi sana, na hata shule ile niliajiriwa ya kwanza sahau kujua walikuwa wadhamiria kwa kuwa Bwana Kubasa alikwisha kamilisha shule, na walishangaa hata matokeo yangu ambayo nilitoa ya kwanza. Walishtuka sana. Nakumbuka Kiswahili ndicho kwacho kilikuwa somo la pili katika ile shule ambayo niliajiriwa. Naam, Kiswahili ilikuwa somo la pili baada ya somo gani? Kiingereza. Kwa hivyo umekuwa ukifundisha Kiswahili? Na tangia mwaka huo nimekuwa nikifunza Kiswahili nikakamilisha hivyo. Sasa mpaka sasa hivi sijaacha kusomesha Kiswahili. Na hilo swali ambalo unauliza ni kweli shadidi. Wapata kwa siku hizi shule nyingi, iwe ni shule za serikali, shule za kibinafsi, wapata kwa mara nyingi watoto ukienda shule ama wapata shule wanahitaji watoto wazungumze lugha ya Kimombo au Kingengo kipenda au Kiingereza. Kuanzia siku ya juma ngapi? Kuanzia kaski ni siku Bwana Collins. Kuanzia kaski ya Jumatatu kaditadi kaski ya Ijumaa wanataka watoto wafanye nini? Waongee Kiingereza. Sasa unashinda wewe mwalimu kama mwalimu wa Kiswahili, mwanzo unajiuliza maswali haba. Yaani maswali mengi unajiuliza, mbona umeajiriwa pale? Umeajiriwa ili kubadili ufanye nini? Kusomesha lugha ya Kiswahili. Lakini unakuwa na changamoto sana. Mimi nimekuwa na changamoto nyingi si haba, kwa sababu unapata, hebu fikiria umeweka mtoto wako na Kiingereza kuanzia siku ya Jumatatu kaditadi siku ya Ijumaa. Na huku pia unahitaji mtoto wako anawiri katika somo la Kiswahili. Na ndio maana unapata hata siku hizi watoto hata kuzungumza, wacha hata mazungumzo, kuandika tu hata sentensi hawezi akaandika paragrafu moja katika somo la katika uandishi wa insha. Akiandika lazima utapata kuna mchanganyiko wa nini, atachanganya ndimi mle ndani, kuna Kiingereza kiasi ama maneno mengi anaweka kwenye mabano. Anaweka kwenye mabano, anaandika kwa Kiingereza kisha anaweka kwenye mabano. Maana wanaambiwa watoto wanaelezea kwa kuwa iwapo kuna jambo fulani hulielewi kwa katika lugha nyenzi ya Kiswahili, fanya nini? Iweke kwenye mabano. Sasa unapata maneno mengi anaweka kwenye mabano, na hilo ni jambo ambalo linapotosha watoto. Sasa mie alafu kile ambacho kinashangaza Bwana Collins hapa katika nchi yetu tukufu la Kenya, nchi yetu ya Kenya, tunaambiwa kwa Kiswahili ndicho nini? Lugha ya taifa. Kwa lugha ya taifa. Kisa na maana ndio lugha ambayo imekubalika kwa inaweza tumika katika mawasiliano popote pale uendapo. Lakini hawataki watoto. Unajua ili ukitaka mtoto aweza kufanya nini ama ya kubobea ama nini, unajua ukianza kiwa utotoni afike mpaka ile ukubwani ambaye sasa labda anaenda kutafuta kazi, lazima iwe anazoea hizi lugha zote. Maana wakati unamweka na Kiingereza itafika mahali na ujue somo la Kiingereza sikatai, silipingi, ni iko sawa. Lakini sasa swali ambalo nauliza, mbona wanasema Kiswahili ni lugha ya taifa ili hali hawataki watoto wazungumze shuleni? Na sasa kama mtoto atazungumza shuleni, unafikiri tena wapi atazungumza? Ni vizuri akiwa pale shuleni ndio anajikuza polepole hadi mahali afikia hapo, bila shaka atakuwa na mazoea. Ni vyema basi wasiegemee Kiswahili, imeweka katika kaburi la sahau. Ningeomba tu na wewe basi ni nini? Okay. Naam. Kuna lugha ya Kiingereza. Naam. Kuna hizi lugha zingine. Naam. Wewe ni nini ilikuchangia ukaendelea kufanya Kiswahili? Maana unajua kuna wenye wameelelewa hapa Nairobi. Naam. Ni ngumu sana kupata mtu akiongea Kiswahili. Ni ukweli shadidi, na mie miaka yangu mingi
nimekulia mjini hapa Nairobi, na bila shaka tukiangazia katika mazungumzo yangu labda nini lafudhi. Lafudhi ni ile athari ya lugha ya mama ama ile lugha ya kwanza. Mimi mara nyingi sina hiyo lafudhi. Kwa sababu gani? Mwanzo ni ukitaka kujua kitu, jambo la kwanza kihenzi kitu hicho. Chochote kile unachokifanya Bwana Collins, hata hii kazi yako ienzi kabisa, ipende mwanzo. Ukishaipenda bila shaka hayo mengine yajaja tu. Naam. Sasa mimi nilienzi kitambo Kiswahili tangia utotoni. Nilikienzi sana Kiswahili. Na bila shaka mimi hata nikiwa shule, hata sasa hivi nikizungumza najua kuna walimu wangu ambao walinisomesha nikiwa labda shule ya upili. Mimi mara nyingi nilikuwa natumia Kiswahili. Na mimi hata ungenipa hicho kidude kwa sababu ya kuzungumza, lakini nilikienzi, nilisema Kiswahili sitakiacha. Naam. Na kwa sababu ya hiyo Kiswahili ndicho kwacho sasa hivi kinanilisha Mr. Collins. Naam. Kiswahili ndicho kwacho na kitumia nini sana mahali popote pale. Naam. Umesoma shule gani? Umeenda shule gani? Shule Kiswahili kingi naweza sema. Sikatai shule ya upili nimesoma Kiswahili. Hata nikiwa shule ya upili walimu wangu wanafahamu sana na walikuwa wananijua vizuri sana. Hata nikiwa shule za msingi mie hata haikuwa rahisi hivyo kwa mwalimu yule anayenifunza Kiswahili. Maana hata angekosea mimi ni mtu ambaye nilikuwa nafanya utafiti tangu utotoni. Nilikuwa nafanya utafiti. Na sasa hivi tunavyozungumza kuna mambo mengine ya Kiswahili ambayo huwa yanijia kwenye ndoto. Naweza ota neno fulani. Kisha nikiota hilo neno najaribu kufanya nini? Najaribu kuitumia katika sentensi fulani. Kisha baadaye mwishowe nitaamka ghafla binvu. Nitagutuka ghafla binvu, kisha nifanye nini? Nianze kuona jinsi neno hilo litakavyotumia. Kuna maneno mengi ambayo Mr. Collins nimeweza kuchangia ambayo nitaeleza katika mahojiano. Naam. Kuna maneno mengi ambayo hata wengine wametumia maneno yangu. Na kwa sababu ya hayo nitakuelezea tukiendelea na mahojiano. Naam. Na maneno mengi ambayo nimeyatoa ambayo ni yangu mie za Kiswahili. Maneno ya Kiswahili. Naam. Ninayo maneno ninayo mengi, lakini nitakupa mifano labda 5 ama zaidi ya maneno 5. Naam. Na unajua hapa Kenya Kiswahili inapotea. Naam. Na sijui wewe kama mwalimu wa Kiswahili, ni vitu gani unaona ni kama zinachangia kudorora katika lugha nyenzi ya Kiswahili? Jambo la kwanza hilo nimekwambia, watoto wakiwa shuleni wanahitaji wazungumze tu Kimombo. Kuanzia siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hamna kuzungumza. Na ukipata ile shule ambaye sasa labda inajaribu ni siku ya Ijumaa pekee ndio wanaambiwa wafanye nini? Wazungumze Kiswahili. Na pia katika kuzungumza Kiswahili walimu pia hawazingatii kile Kiswahili wanachokizungumza. Wanazungumza tu kile Kiswahili kisicho sanifu ama kisicho fasaha. Tunasema Kiswahili fasaha. Naam. Wanazungumza tu kile Kiswahili bora Kiswahili. Hawazungumzi Kiswahili bora. Wanazungumza tu bora Kiswahili ile tu ya mawasiliano ya labda ile ambayo kila mtu anakimanya. Naam. Hilo ndilo jambo la kwanza ambalo linachangia kufifia kwayo Kiswahili Kiswahili kufifia katika nchi yetu. Jambo la pili ambalo bila shaka laweza changia katika kudorora kwa Kiswahili ni pia kuna kando na walimu. Nimesema hiyo jambo la kwanza ni walimu ndio wanachangia. Umenipata vizuri? Naam. Hasa jambo la pili nitasema ni lugha ya Sheng. Lugha gushi. Mie huita lugha gushi. Lugha gushi ni lugha ya Sheng. Watoto wengi wanaegemea sana lugha gushi, wanazungumza lugha gushi. Unanipata vizuri? Na ukiangazia lugha gushi na Kiswahili bila shaka na ukweli shadidi. Basi hiyo ndio na hasa mjini utapata fika kuwa mara nyingi unapata Kiswahili wale wanaofanya vyema katika lugha nyenzi ya Kiswahili ni wale watoto ambao wasomea wapi? Kijijini. Naam. Nyumbani. Kule mashinani. Au kwa sababu hao hiyo lugha ya gushi ama lugha ya Sheng hawatumii sana. Sasa Sheng pia inachangia kufifia kwa Kiswahili. Kufifia Kiswahili. Naam. Kisha kitu kingine ambacho kwacho pia kinachangia kufifia kwa Kiswahili nitasema
pia serikali tafadhali, pole kwa kunini, lakini nitasema pia inaweza kwa inachangia kidogo. Kwa sababu gani? Kwa sababu serikali hawajatilia manani, au ndio mwanzo wananini fika kwa Kiingereza kizungumzio sana. Maana nimesema hivi kwa sababu kuna shule za serikali ni nyingi sana, na unapata hizo shule, unajua kabla mwalimu afanye kitu lazima kuwe maamuzi yametoka wapi? Yametoka juu. Unanipata vizuri? Naam. Sasa mnaweza nini, maana pia naweza lile jambo ambalo limefanya niseme serikali pia inaweza kuwa yamechangia kudorora kwa Kiswahili. Unapata pia hata sasa hivi Bwana Collins, ukienda kuitisha kazi katika ofisi hizi hata za serikali, mwanzo utahitaji uandike barua yako. Barua gani? Unaandika barua, tunaita barua rasmi, barua ya kutafuta kazi, na utaandika kwa lugha gani? Kiingereza. Sema tu kweli, wewe unaandika kwa Kiingereza, sivyo? Mbona serikali sina? Hapana, ifike mahali hata kwenye bunge, waende kwenye bunge, mtu fulani atoe hata huo mswada. Mimi ningekuwa nini, siku moja Mungu akijalia, labda nini, ujui ya Mungu, ningetoa huo mswada wa Kiswahili, ili Kiswahili, kwa sababu wanasema ni lugha ya taifa, iwe Kiswahili pia kizungumzwe kwenye bunge. Naam. Siku moja waamue tu, maana tuna siku kama ngapi? 3 ni siku ngapi? 3 ama nao, lakini kwenye bunge wao wanabunge wanakutana siku ngapi kwa wiki? Siku 3. Wangetenga hata siku moja iwe ni sasa Kiswahili, yeyote anayezungumza, anayetoa hoja yake atoe kwa Kiswahili, azungumze kwa Kiswahili. Hiyo siko hoja, iwe tu ni Kiswahili. Sasa unaona pia, na ndio maana nimesema pia wakati mwingine serikali pia inachangia kwa upande mwingine. Wanapata vizuri? Haya ndio mambo ambayo wanafaa wazingatiwe. Ndio waseme Kiswahili ni nini? Ni lugha ya taifa. Lugha ya taifa. Maana mtu yote Bwana Collins huwezi zungumza naye Kiingereza. Kuna wale labda hawako nini, unaona? Kiingereza tunasema ni lugha ambayo ilikuja ilikuja kwa meli. Unapata vizuri? Sasa sio wote, utapata hata bibie mara nyingi anatumia Kiswahili, yule ambaye nini, ijapokuwa siku hizi watu wamesoma sana, lakini bibi wale, hata mie bibi yangu, bibi tafadhali ni nyanya, unapata hajui Kiingereza, lakini Kiswahili mnaweza asiliana, angalau anaweza sikia moja mbili. Unapata vizuri? Hasa hayo ndio mambo ambayo, na pia kila ambacho kimechanga pia waandishi wa habari. Tafadhali waandishi wa habari ambaye siazungumzi vibaya kuhusu waandishi wa habari, hata mimi ni mwandishi wa habari nini, unanipata vizuri, lakini unapata pia waandishi wa habari pia wakati mwingine pia wanafanya nini, maana hao pia wanaegemea sana, wengi wao nini nyingi wanaegemea upande wa nini, upande wa Kiingereza sana. Unapata stesheni nyingi sizo wanafanya nini, ni ya kimombo, wanatumia kimombo, na ikiwa ni Kiswahili labda wanapea, yaweza kuwa ni labda mara moja ama mara mbili kwa, unaona, vipindi vingi ni vya vipindi vingi ni vya kimombo. Sasa ningeomba pia waandishi wa habari pia fanya nini, wangefanya kuwepo kuimarisha kwa nini, maana hao ndio watu ambao nini sana unajua mwandishi wa habari ni kioo cha jamii. Sasa wangekuwa wanasisitiza, hata wakiwa nini hapo wanasisitiza sana, chochote wanachofanya vyema Kiswahili, hata kama ni vipindi ni 4, 2 viwe vya Kiswahili na 2 vya Kiingereza, ama vikiwa 5 basi 3 viwe vya Kiswahili, 2 vya Kiingereza. Naam, itakuwa vyema. Naam. Sasa wewe bwana, basi unasikia kuna Kiswahili yako vile, mtu akiwa asipokuwa keen hizi unasema. Naam. Naam. Hata mimi pia nashindwa kuongea Kiswahili vizuri. Sasa hapa kwa society hapa mtaani, sasa unazungumza na mtu, unakuchukulia aje? Maana unajua vitu pia unasema hazisikiki sana. Ni kweli shadidi. Sasa nashukuru sana Bwana Collins kwa kunisaili hilo swali, kusaili ni kuuliza. Mara nyingi nikiwa mara nyingi utangamana na vijana, watoto wadogo. Unajua mimi pia mwalimu, na kwa sababu mimi mwalimu, kuna mara nyingi hata sasa hivi utapata natumia maneno magumu kwa sababu nahitaji mtu ajue, na huwa mara nyingi huwa na ile azma ya mtu ama nia ya mtu kujua jinsi ninavyozungumza hata mimi. Sasa mara nyingi utapata nikitumia hicho Kiswahili changu kigumu, nitajaribu kufanya nini? Nitajaribu kueleza ili naye pia aweze kufahamu. Hata nikisema Nina, nitamwambia Nina ni kakangu, Nina ni nani? Nina ni mama. Ili naye pia aweze kumbe mama huitwa Nina au nyoko. Basi mara nyingi hata nikizungumza Kiswahili hiki changu, nitazungumza kisha nieleze kwa ili anga ule pia pia aweze kukifahamu. Naam. Ni hivyo.
na society wewe inakuchukulia aje? Siwezi sema nini hawajai nichukulia vibaya, maana sasa unajua nikiwa na nini kuna jinsi ambayo inahitaji, ijapokuwa huwa na changamoto bwana Collins wakati mwingine maana mimi sijazoea kuzungumzia kile Kiswahili cha kawaida, sijazoea. So wakati mwingine huwa na changamoto sihaba katika mazungumzo, maana unataka kuzungumza naye mtu ili apate ujumbe wako na huenda kakosa kupa. Sasa itabidi nimuelezee kwa kiupana sana ili aweze kupa. Sasa wana changamoto, lakini hawajai nini wanakifurahia Kiswahili, maana hata hao wanahitaji kukijua Kiswahili. Ni ile hawajapata ile mwangao au namna ama jinsi ya kufanya nini naam. Sasa wanafurahia sana, wanafurahia na hata wanahitaji niwe nao kila wakati ili niwafunze Kiswahili, naam. Na nini wewe inakuendelesha kuzoea Kiswahili hapa mtaani? Nimekueleza fika kwa mwanzo mie na nina kienzi Kiswahili na naenzi Kiswahili kwa sababu gani? Jambo la kwanza, Kiswahili ndicho kwacho kinanilisha. Unapata vizuri? Naam. Sasa hiyo ndio huwa inafanya mimi nini Kiswahili sana, udhamiri sana Kiswahili popote nilipata, sio tu kwenye mtama wapi, kwa sababu kwanza nitasema ndio Kiswahili ndicho kwacho silaha yangu. Kanda na Mwenyezi Mungu, Kiswahili ndio silaha yangu ambayo kwa hiyo chochote kile ninachofanya, ukiona uandishi wa habari, walimu, ni Kiswahili yote ziwafanya nini? Kiswahili ndicho kwacho kinanilisha. Naam. Na sasa kuacha mie Kiswahili kwacho itakuwa muhali sana. Naam. Kabla nikuite hapa hivi kwa naam. Nini kwa hapa kwetu. Naam. Ulikuwa umeniambia wewe ni mwandishi wa vitabu. Naam. Unaweza tuelezea tu? Ukweli shadidi bwana Collins, mimi ni mwandishi wa kitabu ama vitabu. Ijapokuwa kuna kitabu ambacho nilikiandika na sitaki nini vibaya, maana niko kwenye nini, niko hewani. Kuna kampuni ambayo sitataja kwa sababu niko hewani, walinipeleka hivi tu, mswada wangu kapotea hivyo. Haina shida. Mswada ulichukuliwa, naam. Ikawa sasa nilipoenda kuulizewa, na unajua wakati una nini una uwezo ule wa kihela, unapata mtu atakunyanyasa, maana yeye anaona ana hela hata nini. Bila shaka mswada wangu ulichukuliwa, ikawa kwenda kuuliza pelekwa hivi, mwisho mswada ulienda hivyo. Lakini sasa hivi unajua mswada wangu ulichukuliwa, lakini mkono wangu na pamoja na akili yangu au kuondolewa. Sasa hivi tunavyozungumza naendelea kuandika kitabu fulani ambacho sitataja ni gani. Naam, naendelea kwa kuandika, na Dayani mwenye kujalia jala zake neema tola akijalia, bila shaka naam, nitakitoa hivi karibuni. Naam. Na ni lengo gani uko nayo kwa hiyo kitabu? Katika lengo langu kitabu ambacho nakiandika kinazungumzia mambo mengi sana. Naam, kinazungumzia mambo mengi sana. Niseme hata naandika vitabu kama vitatu hivi ambavyo kwa havija kamilika bado. Kuna ile ambayo inaangazia maisha yangu nini hiyo. Maisha yako kibinafsi, yale ambayo nimepitia tangu utotoni ama tangu kuzaliwa kwangu. Kuna kile ambacho naandika sasa cha wanafunzi shuleni, unaona, ambacho ni kitabu cha nini, ni kitabu cha riwaya, naam, ambacho nakiandika. Kinazungumzia, sitaki kutaja nini, maana bado unajua bado iko jikoni. Iko jikoni, sitaki kutaja mapema. Na tafadhali utanieleza nini? Basi bwana Collins, vitabu nilivyo navyo, mimi nina vitabu vingi, na hata ukienda kwangu utafikiri nina vitabu. Nyumba imejaa vitabu. Unapata vizuri. Na vitabu ni vya Kiswahili. Huwezi pata Kiswahili kitabu cha Kiingereza. Huwezi kipata kitabu cha Kiingereza. Nina vitabu vyote ninavyo ni vya Kiswahili. Mara nyingi mimi husoma kila wakati ili uweze kuimarika katika Kiswahili. Lazima uwe unasoma na unafanya utafiti. Unapata vizuri. Mimi husoma kila wakati mimi husoma. Basi ukiona hivi ni vitabu ambavyo na vitumia ni vyangu binafsi. Hii ni novela hii ni ya grade ya 7. Naam, ni Mshale wa Matumaini.
ni kitabu ambacho kwacho bila shaka unajua pia nafanya vipindi ambavyo iwapo utaniruhusu baadaye nitaweza kuelezea nitadokezea kinagaubaga. Kuna vipindi ambavyo nafanya naam kwenye mtandao. Naam. Basi hivi ni vitabu ambavyo navitumia mara nyingi, maana unajua hata nini, kuna wakati mwingine unahitaji udurusu pia. Unanipata vizuri? Naam, ukifanya uchanganuzi. Hasa hii ni novela ya grade ya 7, ndicho kitabu ambacho kwacho wanafunzi wa grade ya 7 ama shule za sekondari ya msingi, yani junior secondary wanakitumia. Grade ya 7 wanatumia novela Mshale wa Matumaini. Ni kitabu ambacho kimeangaziwa kwa upana sana na aliye mwenda zake. Kitabu chenye kinaongelea mwenda zake anaitwa John Habwe. Profesa John Habwe ambaye bila shaka aliweza kufarakana na Israeli ya pili. Dayani mwenye kujalia jala zake mabruki amjalie popote pale alipo. Naam. Na ni kitabu ambacho kinazungumzia mambo mengi sana. Ukiangazia nazungumzia mambo, unajua hivi vitabu vya fasihi andishi mara nyingi huzungumzia mambo ama matukio yanayotokea nchini ama katika sio hata nchini pekee, nasema nchi za Afrika Mashariki. Afrika Mashariki hasa utapata mambo kama za siasa hivi. Ukiona kitabu hiki kinazungumzia kuhusu kuna uongozi, nitasema uongozi kweli shadidi. Ukiangazia kitabu hiki kinazungumzia kuhusu kuna jamii fulani ambayo bila shaka walikuwa wanafanya nini hao kuna mahali ilifikia hawako wanaelewana. Naam, hawako wanaelewana na kutoelewana kwao bila shaka kulitokea kuna jamii ambayo bila shaka walikuwa na kwamba kuna ile jamii moja ambayo inawangaisha sana kila kitu. Jamii hiyo bila shaka wanafanya nini? Jamii hiyo kila kitu wana nini? Ni chao. Ukipata uongozini ni hao. Unanipata vizuri? Ukipata nini tena? Labda majumba makubwa hao ndio wanamiliki. Iko sio maneno yangu tafadhali mtazamaji. Ukisoma hiki kitabu utapata kweli. Kuna jamii ya Mareba hapa na Malanga. Naam. Na kuna huyu msimulizi ambaye anatusimulia kuhusu hadithi anaitwa Zingo. Zingo anatuelezea vizuri jinsi mambo yalivyokuwa hapa. Unapata fika kwako. Ukiona hapa huyu ni Zinga ambaye amebeba kitabu cha Mshale wa Matumaini. Ni kitabu ambacho amekibeba, na bila shaka walipokuwa wakihama wakienda mpakani Gera, unajua kwao kulitoka kulitokea vurugu, watu wakaanza kufanya nini? Watu waliteketezwa, yani kulikuwa na vita kali. Ikawa sasa wengine walikuwa fanya nini? Watoroka ama wana salimiki, yani wanatafuta jinsi ambavyo watasaidika. Naam, wakawa sasa ni wakaenda kule Gera. Basi utapata hizi jamii mbili bila shaka walikuwa na nini mambo ya uongozi. Kuna ile jamii ambao walikuwa wanaona wananyanyaswa sana. Na basi wakaamua siku moja watatekeleza kile ambacho watu hataamini, na bila shaka mwisho walikuja wakafanya nini? Wakatekeleza. Kuna mtu hapa hata alikuwa ni mwalimu ambaye bila shaka wao walipanga njama na wakateketeza watu wengine, hata waliteketezwa ndani ya kwenye kanisa ni sehemu nyingi kwazo. Hata Zinga anatuelezea jinsi kuna kijana anaitwa Deno humu ndani ambaye bila shaka anatuelezea jinsi nyumba yao ilivyoteketea pamoja na wazazi wake wote waliteketea. Ni yeye ndiye alinusurika. Unapata vizuri? Ni yeye alinusurika na alitazama jinsi nyumba yao ilikuwa inateketea. Na ukipata ni mwenye alifanya hiyo njama yote ni babaye rafiki wake ambaye alikuwa babaye Zingo. Unanipata vizuri? Anaitwa Mwalimu Kadurenge. Unapata vizuri? Siku moja tutafanya uchambuzi zaidi. Sasa inazungumzia tu uongozi. Nimefurahia sana. Naam. Unajua vijana sasa wanafaa kujua Kiswahili ni lugha ya taifa. Naam. Inafaa kutumika kila mahali. Naam. Sababu unajua sasa vile tulianza uliniambia sasa hata ukienda shuleni. Naam. Kuna watu wanashindwa mpaka kuandika sentensi. Ni kweli shadidi bwana Collins. Unapata mwanafunzi hata kuandika sentensi hawezi kamilisha sentensi ikiwa hajaingiza neno la Kiingereza mle ndani. Kwa sababu zipi? Wana yale mazoea, wamezoeshwa wanazungumza Kiingereza kuanzia mtu hata kilala na lala kwa Kiingereza. Anaota kwa Kiingereza. Naam. Sasa wewe nikuulize kama mwandishi wa hizi vitabu. Naam. Huwa mtu ni nini huwa inapea mtu motisha tu ya kuanza kuandika kitabu?
Sasa kile ambacho kwa nimesema, jambo la kwanza, ukikienzi kitu ama nini kitu ili unawiri katika jambo fulani, lazima ulienzi hilo jambo, ukipende. Unapata vizuri? Na kwa sababu kama mie na kienzi sana Kiswahili, na mie popote hata shule ambazo kwazo huenda nyingi, somo la Kiswahili ndilo kwala, hata huwa siliitishi, wanapewa tu. Maana unajua chema wa Swahili usema chema chafanya nini? Chema cha jiuza, kibaya cha jitembe. Hakuna, mie wao upewa somo la Kiswahili. Hata mwisho kuna wakati, hata kuna ile shule ambayo sitataja, wanafunzi wako wajua ni mie naweza zungumza Kimombo, Kiingereza hata kimoja. Walishtuka wakati fulani waliposikia nafundisha somo la sayansi, wakashtuka sana na hawakuamini. Kwa sababu mimi shule zozote zile nikienda, mara nyingi lile somo ambalo nawaelezea, tunawaambia mimi mwalimu wa Kiswahili. Sasa hilo somo jingine utaniongeza tu, lakini Kiswahili ndicho kwacho nitashughulikia. Hata ukipenda, ikiwa ni shule za msingi, ukiamua hata kunipa kuanzia watoto wadogo mpaka hata grade ya kwanza hadi grade ya 9, niko sawa na nitafunza bila tatizo wala bugudha. Iwe ni shule za upili, unipe kidato cha kwanza hadi kidato cha 4, sina shida, nitafunza. Na maana niko sawa kwa pande zote. Sasa lazima ukienzi kitu kwanza. Na katika kuenzi ni kwacho unapata katika uandishi pia kuna nini, au uandishi utapata mambo mengine, nimekuelezea mambo mengine huwa ukiketi tu chini unaanza ni kama tu yule anayetunga wimbo. Kuna nini ambayo nakuja akilini mwako, unaona vizuri, unapata vizuri. Naam. Sasa hata mie unapata kuna mambo ambayo huwa nafikiria tu. Nikishafikiria na kaa chini, kisha naanza kufanya utafiti. Kwa wenzangu, nina marafiki zangu wengi ambao tunafanya nao kazi pamoja, akiwemo waandishi kama kina Wafula, yanifahamu, tunafahamiana, ni swahiba wangu, ni lazizi wangu, ni rafiki wangu wa kiundani sana. Na wengine wengi ambao tunafanya nao utafiti, hao ni ambao wamebobea katika lugha nyenzi ya Kiswahili. Tunashirikiana pamoja, Machambilecho Wahedi waliokulikuntu jifia moja mara nyingi wali njiki chungu. Naam, mama mkono mmoja haufanya nini? Haulei mwana. Sasa watu tunashirikiana hali kulihali. Naam, ili kufikia mahali ambayo sasa hivi tuafikia. Naam. Wakati unapokuwa pale shuleni unafundisha, naam, wanafunzi wako huwa wanafanyaje kwa mtihani? Katika mtihani zile shule, na sidanganyi, natumai wale wananitazama wengi hata labda kuna hapa zile shule, nimefundisha shule nyingi sana za serikali, nimefundisha shule za kibinafsi nyingi sana, na hakuna shule nimefundisha Kiswahili kikaanguka. Hamna. Na iwapo nitadanganya wale wanayotazama, na iwapo hata kama ikiwa wewe ni mkurugenzi, yani director, ama wewe ni mwalimu mkuu na nimefunza shule yako, iwapo nadanganya, sema tu bwana Kubasu nadanganya, umefunza shule yangu na wanafunzi wakaanguka. Naam, hakuna shule nimefunza, na nimefunza shule zaidi ya 20. Hakuna shule bwana Collins nimefunza na watoto wakafanya nini? Wakaanguka somo la Kiswahili. Kuna hata shule nimekuwa nikifunza ambalo ni shule za shule ambazo ni shule ambayo ni ya shule ya wanafunzi wengi ni wa Somali. Unanipata vizuri? Na mara nyingi sio kwa tafadhali, naomba ni unie radhi tafadhali, hapa sina chuki na mtu yote. Mara nyingi unajua mie mwalimu, na unapata mie mwalimu wa Kiswahili, wanasema kuna nini fulani, labda jamii fulani hawafanya nini, hawakienzi Kiswahili. Lakini unapata hiyo jamii ambayo haikienzi Kiswahili. Ni nini kasema, mnasema jamii fulani hakienzi Kiswahili. Nikaamua kutafuta shule kama hizo. Nilipoenda hizo shule, hata sasa hivi tunavyozungumza, watoto walipita vizuri sana. Nikasema sasa kitu sio, hakuna mtu yeyote asiyefahamu Kiswahili. Ni ile hali ya jinsi ambavyo wameweka, na wale walimu ambao labda wao nawapata. Na wacha nikwambie bwana Collins, Kiswahili napata wale wanaosomesha lugha nyenzi ya Kiswahili, walimu wengi. Mimi nimekuwa hata mtaini wa walimu katika lugha nyenzi Kiswahili, nimekuwa mwelekezi, yani mentor kwa walimu. Walimu wengi ambao wananifahamu, ambao wanaweza zungumza waseme kweli mimi ni mmoja wapo ambao nimetoka mkononi mwako. Wanapata vizuri. Kuna wale hata na walitoka wametoka mpaka chuoni kabla hata mie naam, na mimi enzi hizo sikuwa nimejiunga na chuo kikuu cha unanipata vizuri. Lakini upata nilikuwa nawapa mwelekeo.
ikawa sasa siku hizi wanajivunia kwa sababu ya kazi yangu nzuri. Niliwapa mwelekeo. Utapata mara nyingi shule siku hizi zinaniita ili kupeana walimu wengine mwelekeo, wale walimu wa Kiswahili. Na hilo ndio jambo nafanya siku hizi kwa upana sana. Iwapo una mwalimu yote ambao anahitaji mwelekeo upande wa Kiswahili, nitampa mwelekeo. Naam. Mwenye anatazama na anataka kufikia aje? Sasa yule ambaye anataka kunifikia bila shaka waweza tumia ikiwa utaniruhusu nitumie nambari zangu kwanza za Rukono. Nitashukuru kwa hiyo takrima. Basi nambari zangu kwanza za Rukono ni 079283 tandatu ni 6 tafadhali. 6 ni tandatu. Basi 865747. Labda nikichanganya ulimi kidogo ama nini Kiingereza kidogo, lakini tafadhali nahitaji kila mtu akienzi lugha nyenzi ya Kiswahili, lakini kwa sasa utaniruhusu nichanganye ndimi kwa sababu nilikuelezea watu wengi, wanafunzi wengi wamefanya nini, wamezoeshwa na lugha nyenzi ya Kiingereza. Mpaka watu unajua, ukitoka kule ulikuwa mwanafunzi, ukitoka huko sasa shule ulikuwa ni kwa sababu uliweka Kiingereza, sasa Kiingereza ndio unakimanya barabara. Basi katika kwa Kiingereza ni 0792865747 0792865747, yes, 0792865747. Na pia kuna nambari nyingine ambayo pia waweza nipata naye ni 0783710638. Naam, ama 0783710638. 0783710638. Basi hiyo ukitaka, kuna mwalimu ambaye labda umetoka chuo kikuu ama labda unafundisha pale shuleni, bila shaka tafadhali ni vyema kushirikiana, tuashirikiane. Basi ukinihitaji katika shule yako, labda upande wa wanafunzi ama mwalimu, ni kupeana mwalimu mwelekeo, ama wewe labda unasomea labda somo la Kiswahili chuoni, bila shaka niko hapa na nitakupa mwelekeo muru ambayo bila shaka ama aula ambayo bila shaka utakusaidia maishani. Naam. Na kuna mtu anaweza kuwa na ochi kipindi chetu na anaweza tamani kujua Kiswahili. Naam. Ni jinsi gani, hata kama hawezi kufikia, ni vitu gani anafaa kufanya ndio akue kwa sawa? Basi ikiwa uwezi nifikia, maana wakati mwingine labda unasikiza, unajua ni kipindi ambacho ni kikubwa sana, kinafika mbali sana, sehemu mpaka huko kule ng'ambo. Naam. Basi bila shaka nina mtandao, nilianza mtandao. Hata mtandao ni ushawishi kutoka kwa watu wananiambia Bwana Isa, Bwana Kubasu hapa. Unajua nina majina mengi, usishtuke. Bwana Kubasu, Mwalimu Kubasu, una kipaji cha Kiswahili. Mbona hicho kipaji chako ukiache tu kiende tu hivyo, kitumike vibaya? Na kweli kipaji changu kimetumika vibaya. Wakati mwingine naweza sema kimeweza, maana kuna zile shule pia unaajiriwa, kazi yako ni nzuri, tena hawataki utoke, ama zile sehemu hata sio kama si shule, sehemu za labda hata uandishi wa habari kwenye studio, naam, unaajiriwa pale, lakini unapata mwishowe umefanya kazi vizuri sana, lakini haupati nini. Unajua ndio sio ati niko na nini ile ya nini, lakini unajua pia maisha yetu pia tunahitaji nini, kujiendeleza. Maana vitu vingi pia nahitaji Bwana Collins, kama hivi vitabu nahitaji kununua, na uwezi nunua kwa mawe, inahitaji hela. Unapata vizuri, unaweza amua ufanyie mtu kazi vizuri, lakini mwisho hakulipi. Unaona? Naam. Kwa hivyo hiyo ndio imechangia wewe kufunza kwa shule 20. Hasa shule hizo nimefunza, siwezi sema ni hiyo ndio imechangia. Mara nyingi unajua mimi ni mtu ambaye naitwa shule tofauti. Wakati mwingine tunakwambia, wakati mwingine hata sio kunini, naweza peleka uelekezi naam, katika shule tofauti. Naam. Na hiyo pia naweza sema wakati mwingine pia inaweza changia. Maana wewe huko unaenda unabadilisha pale vizuri, yaweza kuwa ni shule ama mahali popote pale, kumbe mtu anakutumia, mwisho yeye anafaidika na wewe una maisha yako yanafifia. Na unajua pia uko na aila ama familia ambayo pia wanakutegemea. Wanakutegemea, maana unajua huyu mwenetu, huyu Mswahili mwalimu, mwandishi wa habari, hasa unajua unazo hela, na kumbe hata kwa sababu unafanya nini, watumika vibaya.
Naam, hizo ndizo changamoto ambazo ungeniuliza ningekuelezea, maana pia kuna changamoto ambazo tunapitia. Najua iwapo utaniuliza ninazo changamoto ambazo nitakuelezea. Naam. Sasa wacha nijibu swali lako. Sasa yeyote yule ambaye labda uwezi nifikia kupitia nambari zangu kwazo za rukono ama simu ya mkononi, bila shaka waweza ni kando na kukiriza ni kupiga. Nina mitandao ambayo nilikuwa nimeanza kuelezea kwa ni ushawishi kutoka kwa watu tofauti ambao wameniambia bwana, wewe tafuta namna ambayo unaweza kufikia watu wengi. Bila shaka nikaketi chini kaamua hapana, ile njia au mbinu mbadala ya kuwafikia watu wengi ni kupitia kwenye kwenye mitandao. Na basi nikaamua nikaamua vipindi vyangu siku hizi na viendeshe kupitia mtandao wa YouTube na YouTube channel ama mtandao wa YouTube. Pale ukienda Kubasu Wanyonyi pale YouTube, Kubasu Wanyonyi, bila shaka utanipata pale nafunza Kiswahili. Nimeanza tu hata inaelekea mwezi mmoja, haujafika hata mwezi, inaelekea mwezi mmoja, ni wiki kama 4 hivi. Naam. Ukienda YouTube Kubasu Wanyonyi utanipata pale nafunza pale Kiswahili. Ukiwa na mtoto tafadhali, siku za weekendi naenda pale katika channel yangu ama katika YouTube pale Kubasu Wanyonyi, weka mwanafunzi wako, mtoto wako pale, atajifunza maneno, nafunza mambo mazuri, nafundisha pale, nafanya uchambuzi ile jinsi ambavyo mwalimu anafanya, hata nafanya zaidi ya mwalimu. Na maana ni kitu ambacho sijaamua kwa minajili ya kupata hela, ni ile niko na azma, niko na nia ya kusaidia wanafunzi. Nataka mwanafunzi pia afanye siku moja awe kama mie, awe ni Kiswahili ndicho kwacho anakitegemea, ndio tegemeo lake. Naam, sijaanza hicho kipindi kwa minajili ya kufanya ya azma yangu kuu zaidi ni kubadilisha maisha ya mtu mmoja. Anapata vizuri? Naam, nahitaji nibadilishe maisha ya mtu mmoja ambaye siku moja atakuja kunikumbuka. Na hata wale wanafunzi ambao nimekuwa nikifunza shule, wengine wamekwisha maliza hata chuo kikuu, wengine mpaka wanafanya Kiswahili, wananikumbuka mpaka leo. Hata kama hawanisaidii, lakini wanasema yule aliyefanya niwe sehemu niko sasa hivi ni Mwalimu Kubasu. Na unajua wakati mtu anapokumbuka hivyo, bila shaka hata Mwenyezi Mungu anafanya anakubariki. Naam, wanipata vizuri. Basi aenda pale YouTube channel Kubasu Wanyonyi. Vile vile nina mtandao wa TikTok ambaye pia nilifungua ni kama wiki moja sasa. Nilifungua siku ya Dominika ni Jumapili, Dominika iliyopita. Sasa hivi natumai sasa ni wiki moja sasa. Ni wiki moja iwapo leo basi pale ukienda TikTok najiita Mwalimu Kubasu. Mwalimu Kubasu. Kubasu ni KUBASU ama herufi kiambishi K U B A S kisha Kubasu. Mwalimu Kubasu. Naam. Unajua watu wa channel yetu hapa Creative Television wanapenda sana wageni. Naam, nashukuru sana. Wataenda pale hivyo. Naam. Watafute Mwalimu TikTok Mwalimu Kubasu, YouTube Kubasu Wanyonyi. Ndio. Naam. Najua atafika pale aone mafundisho yako. Naam. Vitu zitaenda fiti, ndio. Hiyo nitakuwa aula sasa. Swali naomba tu niuie radhi nitumie lugha nitatumia. Haidhuru. Kuna hii system ya education hapa Kenya ya ualimu. Naam. Ilikuja ikabadilishwa. Naam. Kitambo kulikuwa na ile system ya 8 ilikuwa ni 844. Naam. Sasa imebadilishwa. Naam. Hii ya CBC. Naam. Mtaala mpya. Kama walimu mmeathiriwa. Sasa katika huu mtaala ni mtaala mzuri. Mimi nimekuwa tangia huo mtaala ulipata nikiwa mwalimu na nimekuwa nikifunza huo mtaala. Ni mtaala mzuri kwa sababu kwanza inapeana wanafunzi. Mimi naisifia kwa sababu gani? Unajua wakati wetu haikuwa rahisi sana. Kwa mfano ungepata mtu ambaye anakifahamu Kiswahili anakimanya Kiswahili barabara, na hiyo nafasi haikuwepo ambaye labda ungesomea hata lugha ilikuwa ni muhali sana, ni vigumu sana. Ungesomea tukienda chuo kikuu na somea lugha kama lakini huu mtaala inakupa nafasi, unaweza soma kama ni Kiswahili ndicho kwacho unakifahamu. Kama mie Mwalimu Kubasu, hicho Kiswahili ndicho kwacho sasa unakiangazia kiundani unanipata vizuri. Hilo ni jambo zuri ambalo bila shaka huu mtaala na upenda nao.
kwa sababu inakupa hiyo nafasi. Kama ni Kiswahili sasa ni wewe unaangazia tu Kiswahili kaditadi maisha yako yote. Na ulikuwa umezungumzia kuhusu, umeuliza changamoto ambayo tuna nini, labda changamoto yenye mnapitia nyinyi kama sasa changamoto ambazo hasa katika lugha nyenzi ya Kiswahili, mara nyingi kuna zile mbinu ambazo ukitumia, unajua walimu wengi bado hawajazoea huu mtaala, bado unawakanganya sana na wakanganya, si uongo. Basi unapata hata katika uchambuzi wa hivi vitabu bila shaka ni vigumu sana na ukanganya walimu. Nimetangamana na walimu wengi wale ambao wanawafanyia uelekeo ama mwelekeo ama naam. Huu mtaala umekuwa nini sana changamoto kwa walimu, hasa upande wa Kiswahili. Nazungumzia upande wa Kiswahili. Upande huo mwingine si nini vizuri, siwezi zungumzia, maana mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Napata kuna changamoto kiasi ambazo tunazipitia. Maana jambo la kwanza utapata katika shule labda vitabu pia bado ni changamoto pia kwa wanafunzi kuvipata kwa haraka nini. Kuna nini hasa shule za labda za serikali angalau wanajaribu sana. Unapata shule kama za kibinafsi hao wanajitegemea. Na basi unapata kupata hivi vitabu mwanafunzi atajinunulia lazima awe navyo. Na labda watu wengine, unajua sio wanafunzi wote wanaosoma katika shule ya kibinafsi wana uwezo, ijapokuwa wanachukuliwa hivyo, lakini sio wote. Unapata vizuri. Sasa ni hiyo changamoto. Na pia katika ufundishaji unapata walimu wanapitia, manae usipotumia siku hizi mara nyingi walimu wanatumia bado ule mtaala katika kufanya uchambuzi hasa wa fasihi andishi. Unapata ambao ukitumia huu mtaala wakati mwingine utakuwa maana bado yani watu bado hawajaelewa barabara huu mtaala vizuri unavyokwenda. Unapata vizuri. Naam. Na unapata changamoto wakati mwingine wanahitaji uende pale mtandao. Unajua sasa hiyo hapo una nini, labda tuseme una rukono hizi simu za kuingia mtandaoni. Unaona utakuwa na changamoto, maana inahitaji kuna kitu pale. Ukisha baada ya mwisho wa kipindi pale utaambiwa nenda kwenye mtandao sakure. Unajua utapata shule nyingi hazina labda tuseme kipakatalishi ni nini hizo laptops. Unapata vizuri hawana, ama nini tuseme labda runinga zile nini za kuingia mtandao. Sasa hiyo ni changamoto sana, maana mwisho wa kipindi unaambiwa niingia mtandaoni. Maana hiyo pia usipoingia kuna nini, kuna sababu ni kwa nini wamesema uingie mtandao. Sasa unapata hiyo pia ni changamoto sana. Alafu pia katika mtandao na Kiswahili mara nyingi imekuwa nini, kuna tatizo nini, maana mtandao na Kiswahili akinini sana. Utapata kuna maneno fulani ambayo wewe unafahamu vizuri, lakini kwenye mtandao ukienda kufanya utafiti unapata ni tofauti. Unapata vizuri. Tofauti wanaziweka. Naam, unapata ni tofauti sana. Jinsi kifahamu kitu fulani ukienda katika maelezo ya mtandao ni tofauti kabisa, ambayo pia upotosha hasa wanafunzi. Mtu kama mie naifahamu, sasa nitasema labda tu hiyo nini hali tu ya nini. Sasa mie kwa sababu nakijua nitaichukulia jinsi ninavyojua, lakini unajua yule mwanafunzi asiyejua akipata hivyo atajua tu ni itamkanganya. Sasa atajua tu ni hivyo ukweli. Unapata vizuri. Naam. So na wewe kama mwalimu wa Kiswahili naam, in general, naam, challenges gani wewe unapitia sababu wewe ni mwalimu wa Kiswahili na mko wengi kwa taifa? Naam, ni kweli shadidi tuna changamoto ambazo tunapitia, hasa mie changamoto nazopitia kwa sababu kwangu mie ninakimanya Kiswahili barabara. Basi utapata kufika kuwa kuna baadhi ya shule ambazo kwazo hata kukupa kazi ni muhali ama ni vigumu sana. Kwa sababu zipi? Tayari wamekwisha kuhofia. Maana ni pale katika tu kujieleza tu. Ninapojieleza tu nianze kuangazia majina yangu nini, nianze kujidokezea hivyo, mtu atanahofia. Na mimi shule nyingi si uongo nimeitafuta kazi, nimeamua sasa nitafute kazi ili angani nisaidie wanagenzi au wanafunzi. Na nikaelezea Bwana Kubasu Kiswahili chako haki nakiofia sana. Wakaniuliza haki mimi sioni ile hela nitakayokulipa. Maana tajriba nini yako bila shaka ni cha juu sana. Na ni shule nyingi nimeikosa kazi kwa sababu ya hiyo. Naam, wale ambao wana nini mwalimu anashindwa
hasa kwa sababu anashtuka hata ulijua vipi shule yake. Unajua shule zipo nyingi hasa hizi za kibinafsi. Naam. Hasa hizo ndizo changamoto ambazo unapata wakati mwingine ukifahamu kitu nini, hata uajiri wakati mwingine inakuwa ni shida, maana mtu tayari ashakuogofya. Na mimi sio kunini, ni ile hali ambayo unaenda pale unataka kusaidia wanafunzi pia wewe jinsi ulivyo. Haya, changamoto nyingine ambayo nilishakuelezea pale, wengine watakuchukua vizuri kwa sababu washajua uko nini, kila ambacho unahitaji unacho, wanakutumia vibaya. Utawafanyia kazi, mwisho utakosa kulipwa. Unaona? Wakati mwingine na mie mara nyingi huwa tayari kufanya katika mazingira yoyote yale. Maana hata mie kwangu siangazii sana malipo, japokuwa pia nahitaji ili kujiendeleza kiaushi. Lakini mara nyingi azma yangu au nia yangu kuu ni kufanya nini? Kukuza hiki Kiswahili kienee zaidi. Lakini utapata mwishowe mtu anakutumia vibaya, anakubeza, yani anakudharau. Unaona? Hiyo ni baada ya kumsaidia. Unapata vizuri? Naam. Hizo ni changamoto ambazo kwazo tufanya nini? Tuwapitia. Naam. Haya, tena changamoto ni nyingi ambazo yote. Hizo nini sasa, ile changamoto ambayo labda naweza kuzungumzia ni hiyo. Sasa ulisema mtaani wakati mwingine unajua wengine hata wanaofia ama wanakuogopa, maana wanajua sasa nikianza huyu sasa akiwa hapa tutaanza kuzungumza naye vipi, maana unaona hasa wanaona ni kama ni vigumu. Sasa unapata wakati mwingine hata watu ni hali ya unatengwa, labda wanakutenga, yani si ati wanakutenga kwa kupenda kwao, ni ile wanaogopa. Wanajua labda utatumia neno fulani utafanya huenda hata utacheka, na mimi hata sina hiyo nia. Ni maana mimi nitafurahia Bwana Collins utumie Kiswahili kibaya na nirekebishe na ukielewe. Itakuwa ni furaha yangu sana. Sasa hizo ni baadhi ya changamoto ambazo kwazo bila shaka tufanye nini? Tuwapitia. Alafu changamoto nyingine ambayo labda nitasema ya mwisho, unapata fika kuwa unapata fika kuwa unakimanya kitu barabara. Kama mimi nimekwambia nilianza kufunza Kiswahili hata niko shule nilikuwa naenda hizi shule za kutwa. Unaona? Hizi day school. Wakati mwingine kulingana maisha yangu ambayo nimeyapitia maisha magumu ambayo sitaki kuzungumzia hapa, kwa sababu leo tunazungumzia ni hicho, ni kitu kingine ambacho tunazungumzia nini hasa. Ulikuwa wapata wakati mwingine naenda kufanya ni kujitafuti, na kwa sababu mimi nilikuwa najiamini kwa Kiswahili, nilikuwa naenda hizo shule, alafu zile shule nzuri wale wazuri watakupa nafasi, utafanya nini? Utafunza ama utafanya kazi mle ndani, kisha mwisho sasa utapata shule nyingi. Mara nyingi ukienda ama sehemu nyingi kwazo ukienda kutafuta kazi ya labda upate na kutafuta nafasi ya kusomesha lugha nyenzi tasnia Kiswahili, unapata fika kwa sababu huna stakabadhi rasmi. Mimi nimekwambia nimeanza nikiwa bado shule. Una stakabadhi rasmi, na hii nilikuwa naomba tu tafadhali, hata iwapo ni serikali inasikiza, tafadhali peaneni watu nafasi Murwa. Sababu gani nazungumzia hivyo? Unapata siku hizi huyu hapo una stakabadhi rasmi ile ya usajili wa walimu, kwa kimombo inaitwa TSC number. Utapata mtu ana Bwana Collins, mtu ana kwa mfano mimi na kimanya Kiswahili barabara, unaweza pata hata yule ambaye ametoka shule chuo kikuu labda na ninamshinda. Unapata vizuri? Na kwanza ujue yeye ndiye ametoka shule, baada juu mambo mengi pale shuleni, labda ni vitabu baada na ile tajriba. Mimi nina tajriba so utapata huenda nikakosa kazi. Kwa sababu gani? Sina stakabadhi rasmi. Na ni kila ambacho niko nacho kwa kimombo wanaita content. Unapata vizuri? Nina ile content kulika hata yule mtu ambaye anadhamini, yule ambaye ana stakabadhi so tunaona nitaenda na hii akili yangu. Unaona? Na hii akili itakufia tu hapa kwenye unapata vizuri? Sasa nilikuwa naomba tu, nilikuwa nasihi tu watu tupeaneni watu nafasi.
tafadhali. Hasa ukishagundua mtu fulani ana hiyo tajriba. Maana wengine kama mie, Kiswahili changu si hicho tu cha kitabu, ni kile cha kuzaliwa nacho. Unajua kile cha kuzaliwa nacho ni tofauti na kile umekisoma. Sasa changu ni kile cha kuzaliwa nacho nikaongezea kusomea. Nilizaliwa nacho nikasomea. Sasa vitu viwili nimeweka pamoja. Sasa utapata nikana mwongozo zaidi. Naam. Sasa unapata mwalimu na una nini hata kitengo chochote kile. Tutazungumzia shule sana kwa sababu mimi mwalimu pia mwandishi wa habari. Unapata unanyimwa nafasi kwa sababu gani? Una stakabadhi rasmi na unaulizwa uko na mwalimu. Kwanza wewe ni mzuri sana hata nahitaji nini, lakini sasa shida siku hizi serikali imetukazia sana maisha. Usipokuwa na stakabadhi rasmi TSC namba ni inakuwa shida. Na hilo lilikuwa tu ombi langu tu kwa wanaotazama kipindi. Iwapo hata serikali tafadhali peana watu nafasi. Naam. Maana mtu anaweza kuwa hana hiyo stakabadhi rasmi, lakini kila alionacho akilini anashinda hata yule aliye na stakabadhi. Na hiyo ndio inafanya walimu wengi, unapata mwalimu labda ni wa Kiswahili ama somo fulani na hana kazi. Kwa sababu gani? Akienda pale ofisini ataitishwa stakabadhi rasmi hiyo ya usajili ya walimu, labda TSC namba ama kile kina nini. Na labda ni talanta yake na so wanasema talanta ulipa. Na ikiwa talanta inalipa, unapata hata mwana kandanda talanta inamli. Kwa sababu hawaangazii mambo mengi. Si kweli? Sasa hivi si ukinini kandanda utajifunza tu hapa polepole mwishoni. Lakini sasa kila ambayo sisi tuna nini, unapata uko na hiyo talanta ama una hiyo karama. Karama ni talanta unayo la cha Kiswahili. Lakini unanyimwa nafasi hata shuleni. Unahitaji usaidie wanafunzi, uko na hiyo azma ya kusaidia na wanafunzi, lakini upewe nafasi kwa sababu una stakabadhi rasmi. Sasa tungependa tu tafadhali serikali tulegezeni kamba kidogo tafadhali. Peaneni watu nafasi. Iwapo ni kama sisi walimu wa Kiswahili, labda mtu hana stakabadhi rasmi lakini ana kitu akilini, tafadhali mpe nafasi ili afanye nini? Asaidie huyo mwanafunzi pia aweze siku moja awe kama yeye. Mwache kumnyima nafasi. Na hizo ndio changamoto ambazo kwazo tunapitia sana. Naam. Na mwalimu Wasu, sijui kama sasa hivi vile tuko hapa tunapiga historia. Naam. Na kwa kipindi sasa. Naam. Sasa kama kuna mtu anaona hii video na kuna mtu ako na nafasi ya mwalimu wa Kiswahili. Naam. Unaweza peana nafasi. Unaweza taka kazi. Wapo mtu ana nafasi, labda ni shule ama sehemu zozote zile, sio lazima iwe shule. Kuna mtu labda anahitaji kujikuza katika lugha ya nyenzi, tasnia ya Kiswahili, labda pale kwa nyumba, katika lugha ya kimombo naita private coaching. Unapata vizuri. Wakati mwingine itabidi mtazamaji nifanye nini? Nichanganye undimi. Kwa sababu gani? Nilikuelezea kwa watu nini sana katika lugha ya nyenzi ya Kiingereza. Sasa hasa iwapo utahitaji, tafadhali nambari zangu nimepeana hapo. Mie niko tayari, hata kama ni shule niko tayari kuja pale ili nimsaidie mwanafunzi. Maana azma yangu ni kusaidia yule mwanafunzi ama mtu yote yule ambaye bila shaka angehitaji kubobea katika lugha nyenzi, tasnia ya Kiswahili, hata kama sio kubobea lakini angehitaji kufahamu mambo mengi kwayo takrima katika lugha nyenzi, tasnia ya Kiswahili. Unanipata vizuri? Basi mie niko hapa, maana mambo yote iwe ni ngeli nini, kila kitu mie najiamini. Niko bamba, niko sawa. Naam. So tunashukuru sana. Naam. Sijui kama kuna kitu yote unaweza kuwa umewacha pale inaweza saidia mtazamaji. Lile jambo tu ambalo tu labda ningependa tu kukuhimiza yule mtazamaji ambaye sasa hivi anatazama, nifika kwa tafadhali iwapo unataka kukifahamu kitu, iwapo ni Kiswahili ndicho kwacho unataka kukifahamu, tafadhali soma. Kwa mzoefu wa kusoma, na kana kusoma kwa mzoefu wa kukaa na wale ambao wanakienzi Kiswahili. Kwa mfano mie, unaweza niita pale, tunakaa na kufunza maneno mawili matatu na bila shaka utakifahamu. Maana najua siku zinazidi kukaragaza ama kusonga, na kuna itafika wakati fulani ama siku za usoni utasikia labda Kiswahili ndicho kwacho mahali popote ukienda, labda kutafuta kazi hata hapa nchini utaambiwa tumia Kiswahili. Kama ni barua rasmi andika kwa Kiswahili, wewe ujui ya kesho. Naam. Basi tafadhali, kwa mtu ambaye usinini sana, kwa mtu ambaye anataka kujua
kitu fulani, na hasa nitazungumzia upande wa Kiswahili, maana sasa mie naangazia lugha nyenzi tasnia Kiswahili. Kwa mtu ujifunze Kiswahili, na ukitaka kujifunza Kiswahili sio lazima uende shuleni ndio ujue Kiswahili. Nimekuambia nina mtandao pale, unaweza enda Kubasu Wanyonyi YouTube, unaweza enda TikTok pale Mwalimu Kubasu, utajifunza maneno pale na nini. Kuna maneno ambaye utasikia pale, utasikia nikikueleza labda hii credit card, nitakwambia ni kadi hela kwenye hicho kipindi. So unaona, unajifunza huko, wajua credit card huitwa kadi hela. Sasa ukienda mahali hata unasema nisaidie kadi hela, ule hako anajua, si yeye pia utakuwa umemfunza anajua, na hivyo tu na Kiswahili inaendelea kukua. Unajua hata mimi nimepata niko Mombasa. Naam. Ndio Mombasa watu wanaongea Kiswahili. Naam. So kuna hiyo siku nilienda kununua handkerchief. Naam. Unajua yule mtu nimwambia nisaidie handkerchief. Naam. Nilishinda hapo kwa duka nikiuliza, huyo jamaa atajui. Naam. Ajui handkerchief ni nini. Naam. So kuna mtu alikuja hapo kando akamsaidia na akanisia. Naam. Mimi mwenyewe sikuwa najua handkerchief. Naam. Ni ukweli, na handkerchief sio hata wewe peke yako Bwana Collins. Inasumbua waja wengi sana. Naam. Watu wengi wanakiita tu kitambaa cha mkononi, lakini Kiswahili mwafaka ama Kiswahili fasaha cha handkerchief ni leso. Ni leso. Mara nyingi watu kuna kitambaa ambacho wanawake wanatumia kujiambika, tunasema kujiambika kiunoni. Naam, hicho kitambaa ndicho kwacho nasikia watu wakikiita leso. Tafadhali, hicho kitambaa ukienda zile sehemu ambazo zinafanya Kiswahili, kama kwenda kule Tanzania, unajua Tanzania ndicho Kiswahili kile Kiswahili ambacho tunakifunza shuleni. Unajua tuna lahaja tofauti. Tuna lahaja zaidi ya 18. Unanipata vizuri? Na ile lahaja ambayo ilikubalika kuwa lahaja ambayo kwayo ya kufundishwa shuleni ni lahaja ya Kiunguja kule Zanzibari. Naam, tuna lahaja ya Kipemba, tuna Kimtangata, unanipata vizuri? Tuna lahaja nyingi sana. Hata zile unanieleza Mombasani hawazungumzii lahaja ya nini? Lahaja ya Kiunguja ya kule Zanzibari. Nimekwambia lahaja ya Kiunguja ndio lahaja iliyokubalika kwa Kiswahili ambacho kwacho kinafunzwa shule. Tuna lahaja nyingi, hata ukienda nina hapa Isimu Jamii. Nina kitabu cha Isimu Jamii hapa. Tuna lahaja tofauti, tuna lahaja za kaskazini. Unanipata vizuri? Nitakutolea tu mfano. Ukiona kwa mfano lahaja tuna Chimini au Chimbalazi. Chimbalazi ni lahaja inayozungumza Somali. Unanipata vizuri? Uzungumzwa wapi? Somalia, katikati ya Mogadishu na Kenya. Basi hii lahaja ukiona jinsi matamshi wanavyotamka maneno. Kwa mfano utapata neno kitu wanaita vipi? Wanaita chintu. Naam. Wanaita chintu. Nenda ama ondoka wanasema oloka. Na ni Kiswahili? Naam, ni lahaja. Tuna lahaja nyingi kwazo za Kiswahili. Ukienda Kibajuni kuna nini? Unapata mkubwa anaita Nkuru ama Nukuru. Mkubwa anaitwa Nkuru. Hiyo ni lahaja yao ambayo inakubalika, ni Kiswahili chao ambacho kinakubalika. Unanipata vizuri? Ni Kiswahili, lakini nimekwambia katika wanyenzi tasnia Kiswahili tuna lahaja tofauti. Naam. Lakini hizo lahaja ukiangazia matamshi ya maneno ni tofauti. Na ndio maana nikwambia utasikia ukienda katika lahaja neno tulikuwa tunazungumzia hanchifu, ukitohoa katika mbinu ya utohozi. Utohozi ni mbinu ambayo kwa Bwana Collins unatoa neno fulani katika lugha nyenzi ya Kiingereza kisha unabadilisha tu maneno fulani na kuwa Kiswahili. Kwa Kiswahili, kwa mfano television utaita televisheni, handkerchief handchifu, hiyo ukitohoa. Lakini Kiswahili fasaha ni leso. Na kile kitambaa huitwa kanga. Ni kanga. Hata ukiangazia katika hata kwenye kamusi utapata ni kanga. Naam. Lakini unapata waja wengi wanaita leso. Sasa ukienda kwa mfano ukienda sehemu kama vile Tanzania, mtu atashinda. Ukienda pale useme unahitaji leso, unaenda pale unataka kununua leso, utapewa nini? Utapewa handchifu. Na labda wewe ulikuwa unataka kanga. Unaona? Naam. Naam. Sababu unajua kuna mahali unaweza enda useme kitu, uitishe kitu kwa duka. Naam. Na upewe kitu kingine tofauti.
Umekitisha. Kuna juzi nikiwa nasikiza redio. Naam. Kuna jamaa alikuwa anasema ati hii tissue paper hii watu wanaenda kutumia chooni. Naam. Inaitwa karatasi ya shashi. Naam. Ni kweli? Ukweli shadidi. Tissue paper, tissue, karatasi ni inaitwa karatasi shashi. Sasa tissue ni shashi. Unaweza ita shashi au useme karatasi shashi wapo. Unaweza ni kama tu kwa kimombo utasema tissue au useme tissue paper. Sasa ukisema tissue kwa Kiswahili ni shashi na ukisema tissue paper kwa Kiswahili ni karatasi shashi. Unapata vizuri? Naam. Inakubali, niko sawa. Tukimalizia, niambie vitu kama 5 hivi. Na vitu vitano. Kwa lugha ya Kiswahili ile ambao watu wanaweza elewa, si ndio? Naam. Unajua kuna vitu watu wanatumiaga hapa mtaani. Naam. Unapata mtu anasema weka lawama. Naam. Mtu anasema nasikia maneno fulani Buda. Nasikia wanaita Abu, baba ni Buda. Unaona? Sasa niko na list ya vitu kama 5. Naam. Nataka ni translate kwa Kiswahili ambayo inahitaji. Inakubalika. Naam. For example, ya kwanza tutasema hiyo weka lawama. Sasa kuweka lawama vijana wanatumia ni ile hali ambayo bila shaka tutasema kuwa umefanya nini? Umemtanzia, kumtanzia mtu, umemtanzia, yani kuweka lawama ni kama unamlaumu. Ambapo kwa hapo pia nitasema wanajaribu kidogo, ni lawama ni ile kumlaumu mtu. Naam, ama kumtanzia. Naam. Mtaa watu wanaitwa ni ile labda unaweza nielezea kwa mtaa wanachukulia vipi? Hapa mtaa mtu akikwambia weka lawama na wewe fanya kenye unataka. Hivyo ndio wanamaanisha. Unaona sasa mie sasa vile uliponiambia kuweka lawama sana nikafikiri, unajua kwa nini nimesema wanajaribu, nilikuwa nafikiri labda ni hali ya kumlaumu mtu. Kumbe unamaanisha weka lawama. Unataka for example naam. Mtu anaweza kuja na kupige na kuambie weka lawama. Sasa tafadhali kuweka lawama wa hali ya kumwekea mtu lawama ni hali ya nini? Unamlaumu labda kuna ile jambo ambalo ni hali ya huenda labda katika kumsingizia ulikuwa unafikiri labda kuna jambo fulani ametekeleza na hajafa. Hiyo sama utasema ama hiyo ni kumlaumu. Unamlaumu mtu, unamlaumu. Unasema unapata vizuri. Labda kuna jambo fulani ambalo ulikuwa unadhamiria kwa umefanya ambalo kwalo unajifurahia. Tuko moja. Sasa unafanya nini? Ama umekufanyia jambo fulani, kuna jambo fulani ambalo wewe mwenyewe unafanya jambo ambalo hayalikubali kulingana na sheria. Unapata vizuri? Sasa unaanza kujilaumu, unajiweka lawama. Unapata vizuri, unajilaumu. Lakini sasa hii ya vijana nini umesema ni tofauti sana. Sasa ndio maana unapata Kiswahili kinafifia kwa sababu ya hizo. Nilikwambia ni lugha ya shengoma, lugha ya vijana. Kinachangia kuathirika kwa Kiswahili kwa sababu yale matamshi kulingana na jinsi wanavyoelewa ni tofauti na katika lugha nyenzi tasnia Kiswahili. Kwa mfano umenipa huo mfano ambao ni tofauti mkubwa sana. Naam. Mfano mwingine ni unapata mtu amefanya kitu hapa mtaani, labda hata unapata jamaa amenyang'anyana hapa mtaani. Alafu unasikia kidogo unaambiwa jamaa aliingia mitini, kumaanisha alitoroka. Naam. Unaieleza aje? Sasa unaona, na ndio maana ni Kiswahili itabidi sasa sisi kama walimu wa Kiswahili tuzidi kupiga hatua zaidi. Na tutaanzia tu pale shuleni, maana shule ndio hapo ndio mahali tunapata nafasi kubwa sana. Nadhani mwalimu Kubasu, kabla tujaenda sana. Naam. Naomba siku moja tukue na vijana hapa, tuwe na wewe hapa. Ukweli shadidi. Tuelezane ukweli. Naam. Sasa unaona kama hilo nini umesema kuingia mtini. Kisa na maana? Kisa na maana wanamaanisha alihepa. Aliingia mtini. Sasa unajua pia utapata hii lugha ya sheng ni lugha ambayo ukiangazia katika somo la fasihi andishi wakati mwingine pia tunaikubali kidogo kwa sababu somo la fasihi andishi ama katika utunzi wa ushairi. Katika utunzi wa shairi, unajua shairi ni mtungo wa kisanaa wenye mpangilio maalum wa lugha. Unapata vizuri? Basi utapata kwa mpangilio wa katika lugha ya shairi ni tofauti na mpangilio katika lugha nyenzi tasnia Kiswahili.
Kiswahili. Kwa mfano kwa tu katika ushairi utapata mtu akijieleza atasema kwa kusema langu jina. Langu jina ni kubasu. Lakini katika lugha nyingi tasnia Kiswahili tunasema unasema jina langu. Ukiangazia mipangilio ya maneno unafaa mara nyingi tunaanza na nomi, watu waanza na nomino katika mpangilio ya maneno. Ni wapo utakosa kutawepo na nomino, kiwakilishi uchukua nafasi ya nomino. Unapata vizuri? Sasa umesema hivyo nini? Hasa unapata fika kwa hiyo ni tofauti sana nini? Kwa sababu hiyo ni hali ya kufanya nini? Mtu kutoroka, mtu ametoroka. Sasa ukisema kuingia mtini sasa bila shaka utakuwa una nini sana. Akiendani zaidi kabisa hata kidogo, akiendani hata kidogo na Kiswahili. Maana hiyo ni hali ya mtu kukwepa ama kutoroka. Naam. Sasa unaona ni tofauti sana. Ni tofauti, kuna utofauti mkubwa sana. Kuna neno ambalo pia unasikia wanatumia kwa mfano unasikia Buda wanasema ni baba. Hilo ndio natumai, hiyo ndio lugha ambayo nini neno ambalo nalifahamu. Naam. Na ukiangazia katika Buda Kiswahili na kipo katika lugha nyenzi yake. Lakini ni tofauti kidogo. Na maana Buda maana yake ni mzee hasa asiye na meno. Unajua mtu akishazeeka na upoteza meno. Basi akishapoteza meno sasa katika Kiswahili huitwa Buda, mzee asiye na meno ambaye amepoteza meno kutokana na ule uzee wake. Lakini unapata hapa wanaita wanaita Buda ni baba. Sasa sijui ni mbinu zipi itakuwa jambo zuri vema Bwana Collins uite vijana hapa ambao wanatumia hilo hasana, watuelezeni sababu zipi, ni nini ni ushawishi gani ambao wao nawafanya waanze kutumia hizo nini. Kwa mfano hiyo waite baba ni utafiti gani wao unafanya ndio waanze kutumia lugha kama hizo ama maneno kama hayo. Wanapata vizuri. Natumai itakuwa vyema, na hapo ndio sasa hata nitaweza kujibu maswali kwa njia muktadha sana. Lakini mambo mengi tafadhali katika Kiswahili hakiendani na sheng. Ijapokuwa katika kuchanganya ndimi hapo utaruhusiwa, katika fasihi utapata kwenye vitabu hapa kuchanganya ndimi utapata, labda wakiandika kitabu mwandishi pale anaandika kitabu, kuna mazungumzo pa watu wanazungumza pale, mtu atachanganya. Ni hali tu ya kufunza kweli, ni mbinu ambazo tumika katika uandishi ambao utaambiwa hii ni mbinu fulani ambayo inakubalika hata kwenye uandishi wa ushairi unakubalika, lakini sasa katika sheria kwanza za Kiswahili haikubaliki. Unapata vizuri? Naam. So tunashukuru sana. Naam. Na kwa wale umewachi video, make sure subscribe, make sure comment, make sure sambaza kwa mwenzako aone, si ndio? Ukweli shadidi. Kuna na mwalimu hapa. Naam. Na mwalimu akona njia mingi za kumfikia. Naam. Nambari amewacha pale. Naam. Channel ameweka pale, kuna TikTok account iko pale. Naam. Hebu ufike pale upate mafundisho, si ndio? Labda kama naweza nipa nafasi ni wakumbushe, maana nilisema nini wengine labda ndio sasa hivi wameingia. Sijui kama utanipa hiyo nafasi. Naweza kukupa nafasi. Basi labda kuna mwingine sasa hivi ndio yaingia kwenye mtandao, tafadhali nambari zangu za simu ama za rukono, tunasema simu ya mkononi ni rukono au rufinunu au rununu. Naam, basi ni 0792865747. Katika lugha ya Kimombo ni 0792865747. Vile vile waweza tumia nambari za nyingine kwazo takrima 0783710638, yani 0783710638. Vile vile waweza nipata kwenye mtandao Bwaka, yani Facebook huitwa mtandao Bwaka. Naam. Basi ukienda pale kwenye mtandao Bwaka Kubasu Wanyonyi. Vile vile ukienda katika mtandao wa YouTube ama katika mtandao wa YouTube pale ni Kubasu Wanyonyi. Na ukienda katika mtandao wa TikTok najiita Mwalimu Kubasu. Basi ya hivyo ukinitafuta bila shaka na pale utapata mazuri nafunza pale, na sicho Kiswahili cha kubahatisha. Ni Kiswahili ambacho kwacho hata mtoto wake wewe ni mzazi unani bila shaka unakitazama hicho kipindi utakifurahia, na wewe mwanzo kitakufunza. Hicho kipindi kitakufunza na mtoto wako pia atajifunza mambo mengi. Mwalimu ambaye yanisikiza, mwambie mtoto afanye nini? Atazame hicho kipindi, bila shaka atakupa kazi rahisi ukiwa mle darasani. Maana mambo ambayo nafanya mimi pale nafanya utafiti. Sifunzi tu chochote kile ambacho nakifikiria. Nafanya utafiti mwanzo kabla ya kufunza. Naam.
So tunashukuru sana. Ni ujumbe gani ya mwisho unaweza peana pale hivyo tukienda? Basi ujumbe wa mwisho ambao ningependa tu kupeana, bila shaka mwanzo, Bwana Collins, nashukuru sana kwa kunipa wasaa huu aula. Na ule ujumbe ambao ningependa tafadhali kwa mwanafunzi, kijana yote, mzazi tunaita mvyele kwa Kiswahili, mvyele yote ambaye sasa hivi wanisikiza pamoja na kunitazama, ningeomba tu tafadhali tuwape wanafunzi ama tuwape watoto wetu au wanafunzi wetu nafasi murua, nafasi ali bora zaidi, hasa katika kujikuza lugha nyenzi, tasnia Kiswahili. Maana Kiswahili kuna wakati kitamsaidia. Naam, jinsi ambavyo nimesema mimi sasa hivi Kiswahili ndicho kwacho kinanilisha. Tafadhali usiegemee katika upande mmoja. Nini mtoto wako aenzi Kiswahili nini zote. Maana hata sasa hivi ukienda kutafuta kazi, mara nyingi hata ukienda shule wao wahitaji Kimombo pekee. Masomo yale masomo ambayo watahitaji Kiswahili. Kuna zile kazi ambazo usipofanya vizuri katika somo la Kiswahili utakosa. Lazima uwe na Kiswahili, watangazia Kiswahili, Kimombo na labda lugha ya hisabati. Na Kiswahili lazima kiwe hapo. Naam. Wale watalii wanaingia nchini Kenya. Naam. Wafundishwe Kiswahili. Ni wewe. Wapate kuzungumza naam. Naam. Na labda ukijua Kiswahili, yule mtalii labda anahitaji kujua Kiswahili. Hapo utakuwa umepata kazi. Ikiwa unajua Kiswahili utamfunza Kiswahili na bila shaka utakuwa umepata kazi. Sasa tusiweke Kiswahili katika kaburi la baniani au kaburi la sahau tafadhali. Tusiegemee upande mmoja tafadhali. Tuenzi pia Kiswahili. Na ningependa kuzungumza na walimu za shule zote, walimu wakuu, wakurugenzi, tafadhali msiegemee tu upande, msiweke tu watoto tu wazungumze Kiingereza pekee. Sio eti sitaki Kiingereza, maana hata mtoto wangu pia ni mwanafunzi na pia nahitaji ajue Kiingereza, lakini afanye asawazishe. Yani kusawazisha ni kubalance Kiswahili na Kiingereza. Tafadhali walimu, msiweke tu watoto waegemee tu upande mmoja, maana wanatatazika sana katika upande wa ikifika upande wa uandishi wa insha, maana lazima wataandika insha pale katika mtihani wa kitaifa. Naam. Na katika kuandika unapata mtoto anahangaika, anapaparika sana ama anahangaika sana katika kuandika, maana hana ile nini ambayo ana kila ambacho anaweza andika, lakini hajui kuandika katika lugha nyenzi ya Kiswahili. Hilo neno analifahamu labda Kiingereza. Sasa mtatiza, na hapo bila shaka utakuwa unafanya unafifia. Mtoto anafanya anafifia, na bila shaka mwisho ndio unapata mtoto hajafanya vizuri katika mtihani. Maana mtihani wataweka mpaka orodha ya Kiswahili, na labda Kiswahili kikimwangusha, bila shaka alama zake zitarudi chini. Sasa tusiegemee upande mmoja. Na vijana pia ambao wanasikiza, tafadhali tujaribu pia tufanye tujaribu lugha. Na maana utafika mahali ukienda labda kule ujui, kazi itakuita mahali sehemu tofauti kule, labda Tanzania ama sehemu ambazo wanaegemea sana Kiswahili, na uende ukapoteza kazi. Kwa sababu gani? Ukifahamu Kiswahili, na utakuwa umepoteza kazi, na ukipoteza kazi maisha yako yatakuwa yanakirimia. Naam. Tunashukuru sana. Naam. When you watch, make sure you show love, subscribe, share, comment. Na channel yake pia make sure umefika pale upate mafundisho zaidi. Na sio tu pia ukienda pale unaweza ukisakura unaweza ukasubscribe jinsi unavyoelezea hivyo kwa Kimombo. Basi Wanyonyi YouTube, kisha TikTok Mwalimu Kubasu, na mambo yatakuwa aula. Nitashukuru kwa hiyo takrima. Naam. Nashukuru sana, tunakuhitaji hapa siku zingine na zingine. Natumai nikirejea siku nyingine sasa nitakuelezea maneno yapi ambayo nimeweza kutoa katika lugha nyenzi ya Kiswahili. Maana hiyo sasa hivi tunakamilisha kipindi, kuna maneno ambayo ni yangu, maneno ambayo mimi mwenyewe, lakini siku hizi yanatumika. Naam, yanatumika katika lugha nyenzi Kiswahili, na wanafurahia sana, na nitazidi kuzimbua maneno mengi zaidi. Naam. Tunapomalizia Kubasu, leo utatumalizia show yetu, si ndio? Kweli, karibu. Basi nitamalizia kwa Kiswahili mwafaka sana mtazamaji. Basi mwanzo nashukuru sana kwa kunipa wasaa huu aula
kwa kujieleza kinagaubaga. Bwana Collins, nashukuru sana kwa fursa hii au nafasi hii aula. Bila shaka ni nafasi ambayo sio rahisi uipate. Na kwa yule mtazamaji ambaye pia yonitazama, nashukuru mathalani kwa kuchukua muda wako na kutazama kipindi hiki ambacho kwacho hakija kwa rahisi sana. Nashukuru sana, natumai pia umeweza kujifunza mambo mengi yanayohusiana na nyenzi tasnia Kiswahili. Basi kaditadi tamati na ngangu na shusha kwa mahanjamu kedekede, natumai twatiana mbonini majaliwa ya manani. Chambileche wahedi walie kulikuntu, kilicho na mwanzo mathalani mtazamaji huwa na mwisho. Basi muwe na wakati usioko na bugdha wala mishemishe kaditadi takapofalikiana kasiki nyingine inshallah. Wanyonyi, mwalimu aliyebobea katika lugha nyenzi tasnia Kiswahili. Wa salam. Kweli, shukran sana.